Na mpenzi mtazamaji wa Yegowasu TV, tunaamini hu buheri wa afya kabisa, na asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, kwa chanzo nambari moja cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, yani X pamoja na TikTok. Ukokote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Leo tunaonekana kutokea eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya, eneo la Sirari. Hapa ni Sirari Boda, ambapo leo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Stephen Mbundi amefika hapa na kuzungumza na wafanyabiashara, lakini pia kuzungumza na wafanyakazi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, pamoja na idara zote ambazo zinapatikana kwenye eneo hili la mpaka wa Tanzania na Kenya upande wa Sirari. Kabla ya kufika hapa, Balozi Stephen Mbundi alitembelea ofisi ya mkuu wa wilaya ya Tarime na kisha kutembelea eneo la mpaka upande wa Kenya, Hispania. Pia ameweza kutembelea na kuzungumza na wafanyikazi wa idara mbalimbali za eneo hilo la mpaka upande wa Kenya, eneo la Hispania, na kisha kuja hapa kwenye eneo la mpaka wa Sirari upande wa Tanzania kuja kuzungumza na wafanyakazi wa eneo hili pamoja na wafanyabiashara. Lakini sisi tuko hapa kukuletea yale yote ambayo yatakuwa yanajiri hapa. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Yegowasu TV, sauti ya jamii. Msimamizi mkuu wa mpaka upande wa Kenya ndugu Bonicap Lubeka amezitaja faida wanazopata kupitia mpaka ni kuongezeka kwa ushuru, ambapo kwa nusu mwaka wamekusanya kiasi cha shilingi milioni 342. Majina yangu naitwa Bonicap Lubeka. Mimi ndio station manager Hispania, na pia mimi ndio chairman wa Border Management Committee upande wa Kenya. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katibu mkuu, tunasikia furaha na heshima kubwa sana kwa kuja kwako hapa kututembelea, na pia nawashukuru sana wote ambao walialikwa mahali hapa. Asanteni sana kwa kuitikia mwito na kuja mahali hapa. Tulipokuwa tukiimba ule wimbo wa East Africa Community, kuna stanza moja ambayo ilishika kabisa, inasema umoja wetu ndio nguvu yetu, ndio nguzo yetu. Katika kipindi cha miezi 12 ambazo zimepita, tukisema kwa ukusanyaji wa ushuru, kama upande wetu wa Kenya tumechukua ushuru wa milioni 340 za Kenya kama ushuru. Tupige makofi. Na zaidi hapo, ukiangalia haya malori ambazo zinapita hapa kuja Kenya, kwa kipindi cha miezi 12 ambazo zimepita zilikuwa 30,000. Na msimamizi mkuu wa mpaka upande wa Sirari Tanzania ndugu Pasco Kihondo ameshukuru ujio wa katibu mkuu. Pia amesema baada ya mpaka huo kufanya kazi kama OSBP umerahisisha uvukaji na kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato, na kwa mwaka wa serikali TRA imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 127. Mpaka wetu wa Sirari Hispania ulianza kuoperate kama OSBP mwaka 2023 na madhumuni makubwa ilikuwa ni ya kuanzisha hiyo OSBP, ilikuwa ni kuwezesha biashara baina ya pande za nchi zetu zote mbili, lakini ilikuwa pia ni kurahisisha uvukaji wa abiria, magari na mizigo. Lakini kikubwa zaidi pia ilikuwa ni movement zote hizo ilikuwa ni kwa ajili ya kulenga kumpunguzia mfanyabiashara zile gharama za kufanya cross border business. Toka kuanza kwa OSBP hizi mbili imeonekana kuna ufanisi ambao umeonekana kwa upande wa uvushaji wa mizigo kwenda nchi yetu ya jirani ya Kenya na ambao imeingia nchi ya Tanzania. Volume toka ukiangalia statistics, volume imekuwa ikiongezeka. Kwa mfano nikizungumzia statistics za mizigo ambayo imevuka kutoka Kenya kuja Tanzania, toka ukiangalia mwaka ule 23
metric tani zimeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Nakumbuka mwaka 2023 metric tani 66,000 zilivuka kutoka Kenya kuja Tanzania, lakini mpaka tunapofika mwaka huu wa serikali, yani financial year ya 25-26 ambao tumemaliza hapo June, zimefika metric tani 133,000. Hata kwa upande wa ukusanyaji wa mapato ya serikali, ukiangalia statistics ambazo zinaonyesha toka kuanza kwa SBP, nazo kuna ukuaji mkubwa sana. Mwaka ule wa 23 TRA iliweza kusanya kiasi cha shilingi bilioni 57, lakini mpaka tunapofunga mwaka huu wa serikali hapo 30 Juni kimeweza kusanya kiasi cha shilingi bilioni 160. Hii inaonyesha namna gani kwamba uanzishaji huu wa SBP ulikuwa na dhamira nzuri kabisa, na hata on ground kile ambacho kiliandikwa kwenye makaratasi kimeonekanika kwenye uhalisia wenyewe. Mwenyekiti wa Umoja wa Wafanyabiashara Mpakani TNCC, Bi Mwajuma Nyamuhanga, ameshukuru kwa jitihada ambazo viongozi wamefanya kwa kurahisisha huduma za mpakani. Mimi ndio mwenyekiti wa TNCC, yani Tanzania National Chamber of Commerce. Mimi nashukuru One Stop Border ilivyoanzishwa hapa. Kweli tumepata manufaa mengi, biashara inaenda, vikwazo vimepungua pamoja na OCBP. Tunashirikiana nao vizuri. Viongozi wa mkoa pamoja na viongozi kutoka Kigoma wamejitahidi kuleta semina mahali hapa kufundisha wafanyabiashara, kuwatafutia masoko. Wamewafundisha hata namna ya kutafuta masoko kupitia simu, namna ya kutoa changamoto wakati amepatwa na changamoto mahali popote ambapo alipo. Naye mwakilishi wa serikali za mitaa toka Sirari, Bi Victoria Mopesa, ambaye pia ni diwani wa kata ya Sirari, ameshukuru na kupongeza mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa ukusanyaji mkubwa wa mapato. Pia ameomba changamoto ndogo ndogo kwa wafanyabiashara ziweze kutatuliwa kwa haraka. Pia ameomba mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuzidi kutoa elimu kwa wafanyabiashara ili waweze kuzijua sheria za muungano. Majina yangu naitwa Victoria Gerald Mapesa, ndiye diwani wa kata yetu ya Silali. Nichukue nafasi hii kukukaribisha Silali. Karibu sana. Silali ni mji wa kibiashara. Ndugu zangu wapendwa, kwa namna ya pekee kabisa, kwanza ni kushukuru kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kuja kuwasikiliza wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali katika nchi zote mbili ambayo ni Tanzania na upande wa Kenya. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana watu wa TRA kwa ajili ya kazi wanayoifanya ya ukusanyaji wa mapato. Kwetu sisi wanasiasa, mapato hayo ni tija kwetu, ni tija kwa wananchi wetu. Pamoja na kwamba yapo mafanikio mengi ambayo wafanyabiashara wameweza kuyapata kutokana na muungano wa hizi nchi tatu, niseme tu wazi kwamba bado zipo changamoto ambazo zinaonekana kuwa tatizo kwa wafanyabiashara. Mheshimiwa Katibu Mkuu, sisi tuna jambo moja. Katika mpaka wetu huwa tunapita kwenda kufanya maonesho Mara Day ambayo inahusiana na Mto Mara. Kwa hiyo kuna changamoto moja niliwahi kuipata. Hii naisema kwa niaba ya wajasiriamali wanawake wa mkoa wa Mara na nje ya mkoa wa Mara. Tunapofika katika mpaka wa Kenya, tuna bidhaa zetu. Tukifika pale tunaambiwa tuache hela, aidha tulipe kodi, kwa sababu bidhaa hii hairuhusiwi kuingia Kenya. Na wakati bidhaa hiyo Wakenya wanaifuata Tanzania na wanaenda kuiuza Tanzania. Nataka kujua ni kwa nini nilifanywa hiyo hujuma. Wataalamu wangu wa TRA walinitetea sana wa customs. Walijitahidi kwa hali na mali, lakini Wakenya walikataa, wakasema ni lazima uache hela. Bila hela mzigo utaondoka. Ghafla nilipata agent akataka kuchukua mzigo wangu katoni 20 za sabuni. Nilijisikia tena vibaya. Nilifanya mawasiliano na mkoa wangu, wakaniambia wanavotaka fanya ilivyo. Nikamwambia sawa. Nikatoa hela shilingi 1,000 na walikuwa wameniambia kila katoni shilingi 100 ya Kenya.
Kwa hiyo nilitoa vielelezo vyote kwamba naenda kwenye maonesho, lakini hawakunijali. Katibu, tunaomba hii iondoke, kwa sababu tunaenda kwenye maonesho, mtu ana dokumenti zote za kwenda kwenye maonesho, na wao wanakuja kwetu, wana dokumenti, wanaingia, wanafanya biashara. Tufanye biashara kwa upendeleo na kwa upendo mkubwa sana katika nchi zetu. Mimi ni mfanya biashara, niko hapa Cross, naishi Tanzania. Kwa hivyo ni dada yenu mlini import ama export to this side, na nimekaa nao for about 15 to 20 years. They are very good people. Hata ukiniona I'm healthy, kumaanisha there is no problem at all here. But there is one thing, hii njia hii ambayo iko hapa nyuma ya Malengumu wanasema ni ya Kenya, but sisi ni East African Community, si ndio? Nimesema hivyo kwa sababu gani? Nina biashara hapa, ninauza soft drinks, hasa hizi Azam na products zingine. Kuna maduka tuko nayo upande wa Tanzania hapa, huwa na supply mizigo kwao. Unakuta ni hawa small scale retail business. Yangu at least ni kubwa, naweza wauzia vitu na wao wakauza. But there is this issue, wa Kenya wanasimama pale na gari yao, wanasema this is our road, you are not supposed to pass here. But the country, East African Community ni ya nini if we cannot be one? If we cannot issue ama kusaidiana kwa hizi vitu ndogo ndogo, hizi kubwa tutaweza? Ni kweli wameongea mengi, ikiwemo swala la kutoa elimu, lakini kwa upande wangu nilikuwa naona ili swala la kuendelea kutoa elimu liongezewe nguvu. Kama tungekuwa tunapata elimu ya kutosha, hawa wakina mama na haya malalamiko, hasa kwenye upande wa vibari vya biashara hizi ndogo ndogo, ikiwemo malalamiko ya haya gunia moja kama ulivyosikia huko tulikopita, tukipewa elimu ya mara kwa mara, malalamiko haya yataondoka. Lakini pia tupate nafasi nzuri kwenye swala la tunapata ni ufinyu wa taarifa juu ya namna upatikanaji wa vibali, hasa katika biashara ya nafaka ikiwemo mahindi na huo mchele. Lakini kuna lingine ambalo tumekuwa tukilalamikiwa sana, baadhi ya wafanyabiashara wanaovuka ng'ambo, kwenye swala la utoaji wa passport. Hizi passport za muda mfupi ni single use. Kwa tulitamani sana ili swala la passport likaziwe, liongezewe uwezo namna ya kuweza kuwasaidia wafanyabiashara wetu wasiweze kupata usumbufu. Na swala la ukosefu wa masoko tosherevu yaliyo jirani na mipaka nayo ni changamoto. Yote kwa yote tunaungana na TRA Kenya na Tanzania kuwahimiza wafanyabiashara kwa njia ambazo ni halali ili kuepusha ukosekanaji wa mitaji yao pale wanapotaipishwa kwa kupita njia zisizo halali. Na katibu tawala wa wilaya ya Tarime amesema wao kama serikali ya wilaya ya Tarime wanajitahidi kutatua changamoto ambazo wafanyabiashara wanakutana nazo. Baada ya kuona wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuteua wewe kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama tunavyofahamu ndugu zangu, kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea kukua, saizi na mataifa 8. Sasa katika mataifa 8 tunayo furaha sisi tumempata mtoto wetu Balozi Mbundi, ni mwenyeji wa Tarime pia. Kwa ndugu zangu wa Kenya, hapa Tarime si ni kwenu pia. Kwa ni kama ni wa kwetu Tanzania na Kenya. Anatoka Tarime Balozi Mbundi, kwa hiyo ni mwananchi wetu wa wilaya ya Tarime. Karibu sana Balozi Mbundi, naamini changamoto za huku utazipa kipaumbele zaidi tegemeana na hicho ambacho nimekisema mwanzo. Lakini pia sisi kama wilaya tunajitahidi sana kuondoa vizuizi ambavyo vinapunguza mahusiano au mwingiliano, kwa sababu biashara ni mwingiliano. Hamwezi mkafanya biashara mbali kwa njia za Bluetooth. Ukifanya biashara za hivyo ndio kuna kutapeliana. Kwa biashara ni lazima watu wakutane, waonane, ndio hicho ambacho tumekuwa tukisimamia. Hata pale ambapo sheria inasema free movement ifanyike ndani ya kilomita 10 zile za ujirani mwema, lakini tumekuwa tukizisogeza mbele.
kilomita 10 kwa upande kama nenda Tarime zinaishia kwenye mji fulani hapo wanasema Lemagwe. Hakuna biashara yoyote, hakuna watu wengi. Tunawaambia wafike hadi Tarime ambapo ni zaidi ya kilomita 15. Kwa hiyo yote hiyo inafanyika kwa ajili ya kuboresha mahusiano. Na hata wenzetu upande wa Kenya hizo kilomita 10 zinaishia nafikiri huko Mabera, lakini wanafanya busara, tunafika hadi Migori ambako kuna mji wa kibiashara. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Stephen Mbundi amewashukuru wananchi wa eneo la mpaka na kuwapongeza kwa juhudi wanazozifanya na kuunga mkono juhudi za viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kusema ajenda ya kurahisisha biashara haiwezi kuepukika na ni swala muhimu kwa maendeleo ya Afrika Mashariki. Balozi Stephen Mbundi amesifu utendaji wa kituo cha Sirari mpakani kwa ufanyaji kazi mzuri pamoja na changamoto zilizopo. Niwahakikishie kituo cha Sirari mmeweza kukitoa na wadau wote wa mpaka huu, mmeweza sasa kuwezesha umoja wa forodha kutoka kwenye vyumba vya mikutano hadi kuwa hali halisi hapa, na mengi tumeyasikia hapa. Ukisikia watu wanaongelea mtangamano wowote ule, lengo kuu ni biashara. Kwa hiyo biashara ni swala ambalo haliepukiki katika mtangamano wote duniani. Hata kama kuna malengo ya kisiasa, lakini lengo la kwanza huwa linakuwa biashara. Kwa mnasaba huo, agenda ya kuhakikisha tunarahisisha biashara miongoni mwetu haiwezi kuepukika. Na sio kwamba hii agenda ni swala la hiari, lakini ni swala la lazima kama tunataka kuleta maendeleo kwa watu wetu, kwani biashara ndio chanzo kikuu cha ajira na ni chanzo kikuu cha kuboresha maisha ya watu. Tumesikia mtu anaongelea mahindi aliyolima shambani, lakini matarajio yake ayauze upande wa pili. Tumemsikia dada yetu ambaye tumemuimport kutoka Kenya akielezea huku yeye ananunua product za Azam, lakini ana supply kwa watu kwa ajili ya kuuza. Ile ni tayari ni ajira. Bodaboda pale alipata ajira, Toyo alipata ajira ya kujiendeleza binafsi. Niseme tu hapa tulipo leo nikiongelea Sirari na Hispania ni lango muhimu sana kwa uchumi wa Kenya na Tanzania, na ni kiungo muhimu sana cha biashara katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuna bidhaa zinazozalishwa Kenya zinapita hapa kwenda Rwanda, Burundi na hata DRC zinapita hapa. Kwa hiyo umuhimu wa kuwa na kituo hiki ambacho ninakita cha kimkakati kwa biashara ni jambo lisiloepukika. Na hapa niwe na hakika kabisa hatuongelei bidhaa tu, lakini pia tunaongelea biashara ya huduma. Leo nilipokuwa upande wa Kenya tulikuta watalii wengi sana, na pia tulipokuja upande wa Tanzania nikamuuliza Bwana Rubeke, hawa wanakwenda wapi? Akaniambia kuna wanao kwenda Masai Mara na kuna wanao kwenda au kutoka Serengeti. Kwa hiyo utaona umuhimu wa mpaka huu sio katika biashara tu. Mimi ni washawishi sana nyinyi mlioko mpakani muangalie ili eneo la biashara huduma, hasa biashara ya utalii. Mkiweza na nyinyi sasa mwe mnawawezesha, mnawafacilitate, litakuwa jambo zuri sana. Ukiwa mfanyabiashara anayetakiwa anayekwenda kununua bidhaa Nairobi, anapaswa kumtafuta wakala wa forodha. Akipata mzigo anatuma manifest, huyu hapa anaanza kutengeneza document. Gari ikija inapita kwa muda mfupi. Na hivyo hivyo mtu anayetoka upande wa Tanzania kwenda upande wa Kenya akifanya hivyo itasaidia. Kituo hiki kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni moja kati ya vituo 12 ambavyo jumuiya imevianzisha na vinaendelea kufanya kazi. Wadau, mna wajibu na mna jukumu la kuhakikisha
vituo hivi vinafanya kazi kwa malengo iliyoanzishwa. Msisite hata kidogo, na pigeni kelele kweli kweli. Leo tuna watu wana makamera hapa, mwatumie. Kama kuna vikwazo visivyo vya kiforodha vinatokea, pigeni kelele kweli kweli, msiogope. Kwa sababu hivyo ndio vinakwamisha biashara. Sasa hivi tunavyoongea, biashara ndani ya jumuiya iko chini sana. Na niwaambie tu, katika miaka 5 ambayo Mwenyezi Mungu akijalia kuwa pale, tumekubaliana na wenzangu kwamba tupandishe biashara ndani ya jumuiya. Kwa hizi bidhaa zinazoishwa ndani ya jumuiya ifikie zaidi ya 50%. Sasa hivi tuko kwenye 23%. Yes, hivyo ndio ilivyokuwa kwenye ziara ya katibu mkuu wa Jumuiya ya East Afrika Mashariki Balozi Stephen Mbundi katika eneo hili la mpaka wa Tanzania na Kenya, eneo la Silali. Yamezungumzwa mengi sana hapa. Tumeweza kusikia viongozi mbalimbali wamezungumza, lakini pia wananchi mbalimbali wameweza kuuliza maswali kutokana na kero na changamoto ambazo wanazipata kipindi cha kuvuka mipaka. Lakini pia tumeweza kusikia changamoto na kero ambazo wanakutana nazo wafanya biashara. Balozi Stephen Mbundi ameweza kuahidi changamoto ama kero ambazo wanakutana nazo wafanya biashara pamoja na wananchi mbalimbali pindi wanapotumia mpaka huu